nafikiri itakubali. Okay. Exposure. Tunapozungumzia exposure tunazungumzia issue za mwanga. Ndio maana kuna baadhi ya kamera kama camcorder mshaona kuna mahali kumeandikwa exposure, tunadili na issue za mwanga. Yaani yote haya ni maamuzi ya mwanga. Yote haya tunafanya ni maamuzi ya mwanga. Mwanga tuupokeeje, tufanye nini, tufanyeje? Kazi namba moja ya lens ni kuruhusu mwanga kuingia. Kazi namba moja ya lens ni kuruhusu mwanga kuingia. Usio kasema kazi namba moja ya lens ni kuzoom in na kuzoom out. Kazi namba moja ya lens ni kuruhusu mwanga kuingia. Tuko sawa eh? Guys, tuko sawa? Ndio. Sawa, tuelewane hapo. Recho, unanielewa? Ndio sawa. Na kwa nini kazi namba moja ya lens ni kuruhusu mwanga kuingia? Kwa sababu kwenye lens kuna kitu kinaitwa aperture au kinaitwa iris. Aperture ni kwenye DSLR na mirrorless. Iris ni kwenye camcorder. Kwa kama unaweza kuandika, andika. Hii mfano uchukua hapa ni wa nanili. Huu ni wa DSLR. Hizo kama 7D makamera design hiyo. Sawa? Sawa. Rudia kwenye hapo aperture na iris. Iris na aperture wanafanya the same thing, isipokuwa aperture ipo kwenye digital cameras, hizi DSLRs, mirrorless. Alafu iris inatumika kwenye camcorder. Nasema kwamba ukirudi kwenye ile clip nilorusha, ile link nilorusha ya types of cameras, mtanielewa vizuri. Utofauti wa camcorder na DSLRs. Sawa eh? Kwa maana kwa tutajia tayari mkule mshasikiliza ili soma hapa tuelewane. Kwa sababu kuna baadhi ya vitu nitakuwa nataja tu camcorder, DSLR. Camcorder mfano DSLR. Sasa kama uelewi utapita nayo hivyo hivyo, itakupitia kushoto kwenda kulia. So, sasa kazi ya aperture ni nini? Aperture ni tundu au wazi uliopo kwenye lens, ambapo kazi yake ni kuruhusu mwanga kuingia. Una uwezo wa kuadjust, kufanya tundu liwe kubwa au wazi uwe mkubwa au wazi uwe mdogo kutegemea na mahitaji ya mwanga. So kuna mahali mwanga ukiwa hafifu, maana tutaruhusu tundu lile liwe wazi zaidi ili kujaribu kuvuna mwanga kadiri unavyowezekana. Kuna mahali mwanga ukiwa ni mwingi, mkali sana, tunajaribu kuadjust ile tundu, kuliziba au kulipunguza ili kuadjust kiwango cha mwanga kisiwe kingi. Hapo tuko sawa? Tuko sawa. Tuko sawa eh? Okay, that's number 1. Namba 2, aperture inatengeneza kitu inaitwa depth of field. Depth of field. Kama nitaipatia kuna slide moja iko vizuri zaidi. Hii nimegundua sio yenyewe ninayoitaka. Depth of field nitawaelezea ni kitu gani. Kwenye ISO shutter speed, hii ni shutter release button, kile kidude kinachopiga picha. Kwacha kile kidude, ile button inapiga picha ile pale. Tutaangalia huko ni nini. Kwa hiyo tuna vitu vitatu ambavyo tutaanza kuviangalia. Cha kwanza ni aperture, cha pili ni shutter speed, tatu na ISO. Na kadri zilivyopangwa. Simuona kuna mshale hapa. Unatoka mshale unakuja hivi. Tunaanza na aperture kwanza. Set aperture, unakuja na set nini? Shutter speed. Shutter speed ya mwisho inakuwa nini? ISO. Afu baadaye kama kawaida tunaendelea kufanya nini? Ku adjust sasa. Kama umeona matokeo mazuri unaweza ku adjust kwenye aperture, una adjust ISO, una shutter speed, unakuja una adjust ISO. So utaratibu uwe hivyo. So tuende sasa kwenye aperture. Kwa kufungua sana aperture yangu. Aperture sisi tunazitambua kwa F na kwa decimal numbers. Umeona hapa kuna hii F F32, F1.4. Sawa? Kwenye kamera yako namba zote zile tatu zilizoko pale chini zinazokuwa kwa mfumo wa desimali, hizo zinawakilisha aperture. So ukiwa unazungusha vidude vyako hizo dial hizo ambazo zina change numbers pale. Kwa hiyo kuna namba fulani ina change na desimali. Jua muda huo una regulate nini? Aperture.
Dasa, unanisikiliza? Sawa? Hello? Ndio sasa nakupata. Sawa? Nanipata. Okay? So ukiona yes? So kwenye kamera yako pale ukiwa una regulate chochote pale kwenye mambo ya exposure pale, una decimal numbers. Nyingine kabisa imeandikwa tu F, nyingine kabisa imeshaandikwa F. Jua pale una lina aperture. Sasa kanuni iko hivi na uishike. The more number inavyokuwa kubwa ndivyo ambavyo nafasi ya lile tundu unavyokuwa unaibana. Kadiri namba inavyokuwa ndogo ndivyo ambavyo unavyokuwa unaruhusu zaidi mwanga kuingia. So kama F number au decimal number maybe 32, hapa umebana zaidi, mwanga unaoruhusu ni mchache sana. Kwa hiyo na hapa unapoona imeandikwa 1.4 manake umefungua zaidi mwanga, na hiyo ndio sababu kuna baadhi ya lenses zinauzwa bei ghali kuliko lenses zingine kwa sababu ya aperture. Ndio maana hapo kwenye group nimeuliza, sijajibiwa. Nimeuliza watu wa news, kuna mtu ametuma ni Pasco, amesema wanafanya kazi, nimechungulia kamera moja hapo ina aperture 4. Nimeuliza mmetumia lens gani? Nilikuwa na maana kwamba nataka kujua kwa nini mko indoor alafu bado aperture umefanya 4, wakati indoor umewasha na taa ili sio ina giza, ulihitaji ufungue zaidi mwanga kuruhusu kuingia kwenye kamera. Pasco, unanielewa? Pasco? Mimi mmoja wa mwana grupu wake. Sawa. Tumekuelewa kabisa sana. Hiyo ndio challenge ya kwanza, kwa uelewe kwamba mlitakiwa ile aperture ifunguke zaidi ya pale, iwe chini ya 4.0. Kama lensi ina limit 3.5 ni sawa, lakini nadhani lensi itashuka chini ya 3.5. Kwa kama mngetumia lensi kama 50 itashuka mpaka 1.8 na ndio kwa the best option ili muweze kuvuna mwanga mwingi unavyotakiwa. Kwa hiyo ni ya kwanza, kwa turuhusu mwanga unavyotakiwa. Tunapokuwa indoor hakikisha mwanga unaruhusu wa kutosha. Tunapokuwa outdoor kwenye natural source of light kama jua, tunatakiwa aperture uibalance sasa. Au unaweza ukaanzia 4.0 kwenda juu. Sawa? Lakini unaweza ukaweka pia kama 1.8 kwa sababu zifuatazo. Nakuja sana hii picha yangu sana ufuata. So, tumeona hii picha ya kwanza na hii picha ya pili na utofauti Hii picha ya kwanza iko sharp kwa subject, background ina blur kubwa. Hii picha ya pili subject maybe ni huyu na background yake wote wanaonekana visible vizuri. Tumeelewana? Sasa utofauti wake ni nini? Ninapokuwa nimefungua aperture sana, kama unapenda picha za blur, make sure unaachia sana aperture unaifungua iwe na namba ndogo. Mfano chini ya 5.6, 4.0, 3.5, 2 point ngapi. Kadri unavyozidi kushuka hivyo namba, maana unafungua picha inakuwa kubwa, kwa visibility ya ambayo inakuwa na uono mdogo, lakini pale ulipoamua kufanya focal length yako hapa inakuwa hivi. Kwa hiyo wale mnaopenda hizo picha za design hiyo au unapokuwa na sababu hiyo, kama ni close up labda, umeona lazima focus background iwe na focus autofocus kubwa, utabidi unatumia aperture. Lakini kama unataka subject na background wote vionekane kwa pamoja, aperture utaiminya kidogo. So utakuwa kuanzia 5.6 kupanda juu, 6 point something, 7 point something kupanda juu, utapata picha design hii ambayo subject na background wake wanaonekana sawa sawa. Kuna swali? Nataka nihame hapo. Na mfano wake ni huo. Sawa? The more number inavyokuwa kubwa ndogo, the more the hollow is bigger. The more number inavyokuwa kubwa, the more the narrow the space au the hollow is smaller. Lakini subject na background urahisi kuweka pamoja. Subject na background inakuwa ina blur. Jamani, tumeelewana?
Ndio. So sasa tukija katika maisha ya kawaida, aperture ina act kama pupil. Pupil kwa maana ya mboni ya jicho. Tulijifunza zamani na ni rahisi watu wote ambao wanafuga paka yuko very sensitive, ni rahisi kujua paka akiwa mchana kwenye jua kali, kimboni yake ya jicho inakuwa iko very narrow. Inakuwa kama mstari fulani hivi, very narrow. Lakini akiwa usiku, mboni ya jicho inatanuka, inakuwa kama binadamu tunapokuwa tunaona kirahisi. So ndivyo inavyofanya. Kwa hata kama uweka automatic sensor kwa kwenye jua kali, umeweka aperture auto, maana yake ita sense, ita regulate kutokana na mwanga jinsi ulivyo. Mara nyingi itapungua, itashusha. Lakini ikiwa kwenye giza, mara moja itabidi fanye ni ruhusu mwanga uingie. Kwa ndio hiki ambacho najaribu kukielezea hapa. Unaona hapa control the size of your pupil. So inakuwa ni design hizo. Kwa hiyo ndio aperture. Shutter speed. Na ama aperture hapo shaelewana? Ndio sawa. Kama hujaelewa jitahidi kusema sijaelewa ili turudi. Nataka tufanye tu hizo 3 tuondokee hapo, siku nyingine tutaendelea na mengine. Tuko sawa? Tuendelee. Okay, shutter speed kama neno lenyewe lilivyo, shutter speed. Nimechatoa mfano hapo wa image. Low shutter speed, ukipiga picha itakupa blur, na full shutter speed katikati inaanza kukupa visibility lakini bado ni blur. Lakini fastest shutter speed unaweza kupiga picha ina freeze kabisa, kitu ambacho kinakimbia kwa kasi kubwa zaidi. Kwa hiyo shutter speed tutazungumzia hivi. Mara baada ya mwanga kuingia kwenye kamera. Narudi sasa hapa juu. Mara baada ya mwanga kuingia kwenye kamera, ule mwanga utakuwa tuuchukue kama kitu kizima. Tunaenda kukitumia sasa kwenye kamera yetu. Sawa Sasa hii kukitumia kwenye kamera yetu, kwenye kamera yako pale utaona kuna namba iko kwenye mfumo wa fraction numbers. Sehemu zingine hazijaandikwa mfumo wa fraction number, lakini utaona kuna namba iko idle, iko peke yake, haina indicator nyingine yoyote unapokuwa unajaribu kuswitch kamera yako kurotate pale. Lakini utagundua the more ile namba inapokuwa kubwa, mwanga pia unapungua. The more ile namba inapokuwa ndogo, mwanga unaongezeka. Lakini kwa halisia hii ni fraction, ni vice versa. The more ile namba inapokuwa ndogo, mwanga unapungua. Kadiri namba inapokuwa kubwa, namba inaongezeka. Kwa nini nasema hivyo? 1/4, 1/2, 1/1. Ingamna 1/1. Tutakuwa na 1/8, 1 ngapi? Kwa nitoe mfano. Hapa ni 1/4. Ikiwa 1/4, mwanga hapo utakuwa ni mwingi sana. Kwa sababu ule mwanga wote nataka niutumie kama ulivyo. Na shutter speed, kwa kusema maelezo yake tu vizuri hapa. Shutter speed is exactly what it sound like. Kwa maana speed, it's the speed at which the shutter of the camera closes. Ukiwa unapiga picha unasikia kacha 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 kacha. So the more unavyoruhusu ile speed iwe na haraka zaidi, manake ni muda ambapo shutter inakuwa wazi ili iweze kunasa movement. So kama utaruhusu shutter ikae wazi muda mrefu, muone ndege aliyepigwa picha huyo, sawa? Ili tupige hiyo picha huyo ndege, tunahitaji shutter ambayo itafunga haraka na kufunga haraka sana ili iweze kunasa hiyo image. Lakini kama utaruhusu shutter ikae kwa muda mrefu zaidi kidogo, hayo maji hayo na huyo ndege atakuwa shapita kwa sababu anatembea, maybe anakimbia. Kwa ndio unakuta unapiga picha chwa, unapiga pa, image umefanya nini? Umeikosa. Kama ni gari ishapita, pikipiki imeshapita. Kwa hiyo utakao set shutter ambayo itakuwa more faster kwa ajili ya kufungua na kufunga chap, ili uweze kunasa subject wako akiwa kwenye movement. Sasa na movement inatofautiana. Mtu anaenda movement ambayo iko slow, inaweza ikawa captured na shutter pia ambayo inafunguka taratibu na kufunga taratibu. Lakini movement ambayo inaenda kasi zaidi, maybe kugenda kama mshale au gari au nini, utahitaji shutter speed ambayo iko very fast. Mtu ambaye anaenda kushoot kama michezo mpira na vitu kama hivyo, atahitaji movement ambayo iko kubwa zaidi, kwa sababu wale watu kule ndani wanakimbia, mpira nao unakimbia. Sawa? So maamuzi
ya kufanya shutter speed iwe kubwa iwe ndogo, tunahitaji maamuzi ya kuset shutter ambayo inaweza kufreeze time kwa muda wa haraka zaidi kutegemea na ambacho tunakishoot. Lakini pia hii itasapotiwa na mwanga unaokuwa unautumia. So hakuna kanuni kwamba lazima naposhuti magari shutter speed yangu iwe denominator maybe 1000. No, inaweza kafika usiku ikawa denominator 500 ikawa sawa, kwa sababu mwanga wa usiku ni tofauti na mwanga wa mchana. Sawa So naenda taratibu hapo ili mnielewe. Taratibu ili mnielewe. So matukio kama hayo na shuti wanyama, you need the higher freezing time shutter speed. Okay, so nakuja okay. Narudi hapa juu kwenye nani yetu. Okay, sasa manangu ni nini sasa? Ili niweze kueleza wapi ni maana yake iko speed, wapi maana yake iko slower. Namba ikiwa kubwa 1/4 itakuwa iko very slow kuliko namba ikiwa ndogo 1/800. 1/4 ni kubwa, 1/800 ni ndogo. Recho anasemaje hapa? Nimedanganya? Shatoka? Hayupo. Recho hayupo, shakimbia. Dastani, Daniel, Recho yupo. Recho yupo kwa mami wangu huyo. Yupo kwa mami wangu, itakuwa anakula. Lakini yuko hewani. Sawa. Daniel, tusaidie hapo. Kati ya 1/4 na 1/8 ipi kubwa hapo? Kubwa ni 1/4. Sawa. Kuna naye pinga? Itwekane sawa, maana tuelewe hapa. Kama hujaelewa sema sijaelewa. Tutaeleweshana. Guys. Yes, iko sawa, ni sawa. Dickson, tuko sawa? Dickson Kimora hayupo, ila yupo hewani. Tuko sawa, mic yangu imeshindwa kujia nini. Maana yake ni kwamba sasa natamani waelezee kwa mchakato wote unaofanyika. Ule mwanga ulioruhusu kutoka kwenye aperture unahesabika kama kitu kizima. Kwa hiyo kwenye 1/4 maana yake mwanga umekata tu kwenye robo, bado ni mwingi. Kwenye kucapture tunahitaji matumizi makubwa ya shutter speed, ambapo itatulazimu tupate sehemu ndogo sana ule mwanga ili tuweze kupata kile kitu ambacho kinakimbia kwa haraka zaidi. Kwa hiyo ndio maana utajikuta unapokuwa una shutter speed namba kubwa, hii denominator. Hii namba ya kwanza inaitwa numerator, kama nakumbuka sekondari, hamjatoka siku nyingi. Hii ya chini inaitwa denominator. Lakini baada ya kamera wana display tu hii denominator, hii namba ya chini, kwa sababu hii moja inabaki kuwa moja. Kwa haina maana ya kuiweka pale, kwa sababu tushajua mechanism denominator ndio inao kuwa adjusted. Hii moja inabaki kuwa moja. Sawa? Kwa baada ya kamera kama hizo Canon na nini wameweka tu denominator peke yake. So wewe utaona kwamba lazima weka shutter speed kubwa, lakini in fact unasema weka shutter speed ndogo ili uweze kukamata vitu vinavyoenda kwa speed zaidi. Ya sababu ishakuwa ni lugha ya upigaji picha, tutaitumia hiyo weka shutter speed kubwa, kwa maana denominator iwe na namba kubwa zaidi, lakini kimahesabu hii ndio inakuwa namba ndogo zaidi. Kwa hiyo tuiache hivyo kama ilivyokaa. Kwa unapokuwa unaongeza shutter speed sasa, mimi natumia hii denominator. Unapokuwa unaongeza shutter speed, mwanga unakuwa hafifu kwa sababu muda wa aperture wa shutter kukaa wazi ni mdogo. Kwa ile unakuwa ni mdogo sana. Kwa hiyo italazimu mwanga uwe ni mdogo. Sasa kwa ajili ya kubalance hiyo, itakusaidia wewe kucapture chochote kinachoenda kwa kasi zaidi endapo unaweka mwanga unakuwa mkubwa. Lakini nimesema madhara yake nini? Mwanga utakuwa ni hafifu. Haya, side effect yake ni kwamba
Unapokuwa unaweka shutter speed isiyo stahili kwenye motion inayotakiwa, utapata blur. Utapata blur. Ndio hiki hapo, unaona hapa kama kuna blur, lakini unavyoenda hivi hii iko sawa. Kwa sababu huyu mtu atachelewa. Unapiga picha kacha imeshaondoka. Lakini inavyoonekana kacha inakuwa na kasi zaidi. Kacha inakuwa na kasi zaidi kuliko mara ya kwanza. So unapofanya maamuzi ya shutter speed, angalia unachokifanya. So normally, mfano hapa Mashoti News, ujioni, mwanga ni hafifu, mtakuwa mko below ya aperture maybe 4 point something. Kwa shutter speed inaweza kachezea 60 mpaka 40. Ila ikiwa ni mchana kwenye jua kali, kwa sababu shutter speed aperture itakuwa kubwa kidogo, aperture mwanga utakuwa mwingi zaidi. Hata kama ukacheza kuanzia 4.0 kupanda juu, shutter speed utajikuta wastani itaanzia 100. Hiyo ni rate za kawaida msizikariri, nataka tu muelewe, na kwa sababu uzoefu mtaona. Ni ngumu kuweka shutter speed ikawa maybe uweke chini ya 100, alafu ufanye video ikatoka sawa, itakuwa ina blur nyingi, hasa kwenye image, kwenye photograph itakuwa na blur nyingi. Kwa utajikuta kuanzia 100 kwenda juu, namba 100, 120, 200 za shutter speed pale unapata image iko sharp na haina hizo blur. Tumeelewana? Nivuke kwa shutter speed niende kwenye ISO. Guys, tumeelewana? Nadhani na mimi nikakimbia, niko porini mimi huko. Kutoka hapo na utafuta chakula ni msala. Tuendelee. Tuko sawa eh? Ndio. Tuzungumzie ISO. ISO imeandikwa kabisa pale kamera yako, imeandikwa ISO. Sawa eh? Kama nilivyosema, tunapofanya setup tunaanza na aperture, tunafuata shutter speed. Ukiona mwanga hujakaa sawa kote, ushaweka na akili yako na kutuma tuko sawa, tunahamia wapi? ISO. ISO ni sensitivity to light. Kwenye camcorder inaitwa grain. Kwenye DSLR inaitwa ISO. Kwenye camcorder inaitwa grain, kwenye DSLR inaitwa ISO. Kwa hiyo ukishika camcorder usitafute neno ISO utalipata. Utaona mahali kumeandikwa grain au gain, ndio badala yake ndio inafanya kazi kama ISO. Sawa? So, nini kinatokea kwenye ISO? Baada ya kufanya setup, aperture umebalance vizuri, shutter speed umesharidhika, lakini mwanga unaona sasa unazuia blur isitokee, na umefanikiwa, blur iko sawa, lakini na aperture umesharuhusu mwanga ambao umepata wote, na hii ni kwenye indoor au kwenye mwanga hafifu, kwenye artificial lights ndio tunatumia ISO. Lakini na mwanga bado hautoshi, tunaenda kuomba msaada kwenye ISO. So ISO isitumike muda wa daylight. Mtu yoyote asi-adjust ISO muda wa daylight. Ukiwa umefanya hivyo, ufanye kwa makusudi baada ya kuelewa kwamba unachokifanya ni nini. Sawa? Baada kwenye production pia tunapindisha sheria, lakini tunapindisha sheria kwa kutambua unachokifanya. Kwa kwenye mwanga hafifu tu ndio tunatumia ISO. So kwa mfano watu wanaoshoot news pale, ISO nimeona wameweka 800, it's not bad. Tegemea na aina ya kamera na uwezo wa kamera. Lakini kwa mna Mark 4 pale labda mngeenda maybe zaidi ya 800, ikiwa 1000 na 100 ngapi, sio mbaya. Sasa ISO inafanya nini? ISO inachukua quality ile ile ya picha, mwanga ule ule uliokuwa nao. Ningeweza kuelezea vizuri sana. Picha yote inaundwa na kitu kinaitwa pixels. Pixels, kama umevuna pixels maybe 10,000 na mwanga hautoshi, ISO inakuja kuzibold zile pixels, zitabaki vile vile 10,000, lakini kuna namna kama vile unapausha. Ni kama software ambayo unapausha ile miale ya mwanga uliokuwa nayo, kuadjust ili iwe visibility ionekane. So ISO ni kitu cha hatari sana, kwa sababu kwa kutumia ISO unaweza ukaharibu picha ikawa na noises, na huenda hakuna sababu, ila tu ni kwa sababu aperture uliiminya, mwanga uruhusu kidogo, shutter speed ukaweka maybe kawa sawa, so inakulazimu uweke ISO,
lakini kiuhalisia hakuna giza. Aperture ilikuwa inatosha tu, mwanga wa kutosha. Kwa dini kwanza na aperture ili ISO uje uitumie kama backup baadaye. Kwa usianze na ISO, utapata mchele. Huu hapa tunaita mchele. Nikirudi kwenye mambo ya shuleni, pixels ni sawa na molecules. Tujifunza kwamba kila kitu kina molecules zake, si ndio? Ili hiyo matter. Lakini kichukua chuma cha kilo 1 nikakipasha kwenye moto, kita expand, kitaongeza ujazo, lakini hakitaongeza kilo, bali itabaki kuwa kilo 1. Sawa? The same na ISO jinsi ilivyo. Kama na megapixel 20 nikiapply ISO zitabaki kuwa 20, lakini nakuwa ni kama vile nimezitanua ili ziweze kufeed, zijaze kwenye ile frame yangu pale, ili niweze kuona sawa sawa. Na ndio maana unapoweka ISO, ukizingatia vizuri zile ISO zile zinaweka mchele ambao una rangi zote zina RGB. Utaona rangi za blue, kijani, maybe njano, au blue, kijani, nyekundu. So haujaongeza quality, tena umepunguza quality ya picha yetu. So the more unavyotumia ISO, unapunguza quality ya picha yako. So note hiyo kichwani kwako. Lakini inakuwa necessary kutumia ISO kama una mwanga hafifu, uko indoor, umeshaseti aperture yako vizuri, umefungua mwanga, umekuja shutter speed, umeseti vizuri, mwanga bado utoshi, tunaenda ISO. So kama hauna matumizi ya ISO, naomba ISO ibaki kuwa 100 kama hivyo. Na ndio mfano wake sasa ni huo. Ayo ana ISO 3200 ni usiku sasa, lazima aike ISO. Ukiangalia ISO ya 6400 inaanza kuwa na chenga. Ukiangalia huko inakuwa na chenga, hii huko inachanga kabisa nyingi. Sasa hii inategemea na kamera. Na pia sababu ya kamera kuuzwa bei ghali, bei ndogo, bodi ya kamera inauzwa kwa kutumia ISO. Ndio unasikia Mark 4, the higher the ISO, lower the noise. Maana yake ni nini? Hii kamera inaweza kuvuna pixels nyingi. Kwa hiyo maana kama inavuna pixels nyingi, tunaweza tukaweka higher ISO na bado zile pixels, kwa sababu ni nyingi, zile molecules zake zinazo ni pixels ziko nyingi, ni ngumu kuweka ISO kubwa sawa sawa na kamera fulani ikawa inachenga. Guys, naelewana? Sorry sir. Kwa hiyo changamoto au nisemeje, sijui uquality wa lenzi unaweza ukabebwa na ubora wa body ya kamera, kwa maana ya kwenye kulingana na hicho ulichotoka kukielezea kwenye ISO. Yes, ndio maana natoa mfano. Nikichukua body ya 7D, nikachukua body ya Mark 3, sawa? Tuset kila kitu sawa, shutter speed sawa, aperture sawa, na kila kitu sawa. Tukaa sehemu moja, utagundua kwamba Mark 3 anakuwa na quality nzuri, kwa sababu kwanza anaruhusu megapixel nyingi zaidi. 7D mwisho wake nadhani ni 18, wakati Mark 3 nadhani 22, kitu kama hicho, 20 megapixels. Kwa hiyo tayari ninapokuwa nakuja kuapply ISO, huyu tayari ana megapixel nyingi, ana pixels nyingi. Kwa hiyo nikiapply ISO, effect inakuwa ni ndogo kuliko 7D nikiapply ISO inayofanana, kwa sababu ana pixel ngapi? Chache. Na hizo nasema 18 ni zile ambazo zimevunwa kutokana na lens yake. Unasema wakati mwingine lenses matters. Inaweza kuwa na 7D nikakupa lens ya 50 ambayo inafunga mpaka 1.8. Alafu nikao kupa Mark 3 ambayo nikakupa lens ambayo inafunguka 3.5. Sio, unaelewa vizuri? Tayari nalazimisha Mark 3 avune mwanga mdogo hata kama na uwezo wa pixels nyingi, lakini 7D avune mwanga mwingi licha kwamba ana pixels chache. Lakini kwa sababu ana pixels chache lakini ameruhusu mwanga mwingi, anaweza akampita Mark 3 ambaye yeye nimempa lens inambana asiwe na mwanga wa kutosha. Guys, tumeelewana hapo? Ndio yale unakuta mtu ana Mark 4 analeta picha ajabu. Na Mark 4 ina megapixel 22 huko, kitu kama hicho, 22 mpaka 24. Nini? Katumia lensi sio, au lensi ameseti vibaya. Picha aliibana akategemea nini?
ISO, kajaza ISO mpaka F na kitu huko, atarudi hapa na mchele wa kutosha. So vyote vina mata, na ndio maana kuwa na best gears vitakusaidia kuwa na quality bora. Cha kwanza, maamuzi ya body unaonunua. Sawa, umenunua body ya kimaskini, wekeza kwenye lens sasa. Make sure na lens ambayo ukiwa kwenye low light usiku unaweza kufanyia kazi. Ndio kama hizi 50 itafuka mpaka 1.8, lakini haina zooming. Athari nyingine hiyo, lakini wameruhusu aperture na wametoa zoom. Ikiweka tu zooming ile pale, ile aperture itakuwa disturbed, na ndio maana hazina zooming. Ni vilensi vidogo havina zooming, kwa sababu zooming inapitia mechanism fulani hivi ambayo itasababisha sa aperture mwe ndani iathirike. Kwa unakuja na vioo vichache, aperture ruhusu kufungua kwa urahisi ili uweze kupata mwanga wa kutosha. Kwa bado 50 ni best lens kwa night vision, na zipo ambazo zinafika mpaka 1.2, maana inafunguka zaidi. So chagua lens sahihi, chagua body sahihi. Lakini umepata body ya kawaida, hapo sasa zingatia lens sahihi ili uweze kuvuta mwanga wa kutosha, ili mambo ya ISO haya chenga yasikukute sana. Kufikia hapo mimi nimefika mwisho. Oho. Haya. Aha. Swali? Guys, swali? Swali? Kwa hiyo saa kama nimekuelewa hivi, na kama umezifanya setting vizuri za shutter speed pamoja na hii nyingine ambayo umeieleza hapa ya aperture, hatuna haja ya kusumbuka sana na ISO sensitivity. Rudia tena. Nasema hivi, kama yani umeshashika kamera yako ukawa umeiseti vizuri kwenye issue ya shutter speed pamoja na hii aperture umeshaziseti vizuri, Yes. hauna haja ya kudili sana na ISO. Sana unaweza ukaiacha kwenye 100 ikakupa matokeo mazuri. Yes, narudia tena. ISO ni backup ya lighting, ni backup ya setup ya exposure, ni backup. Na tutaitumia ISO kwenye artificial light, nikimaanisha kwamba usitumie ISO kwenye mwanga wa jua na unashuti nje. Tunatumia ISO kama mambo umeingia indoor kama post studio. Ili tufanye production, sababu chumba kina giza, utatumia artificial light. Utawasha taa, utafanya nini, utatumia ISO. Imefika jioni unashoot saa 12 au whatever, mwanga ni hafifu, utatumia ISO sababu ni backup. Mwanga ule tayari ufanye nini? Hautoshi. Jicho la kamera halioni kama jicho lako. Sio, mnaelewa eh? Kwa hiyo utafanya backup wa ISO. Lakini maybe una shoot mchana nje kabisa, umeweka ISO 500 600, unaharibu kazi, kwa sababu unatengeneza hatari ya kutengeneza noises ambazo hazina sababu. Kwa hiyo ukitaka kuwa perfect kwenye kuset light, make sure ISO always unapoweza kuset tu, hata kama unaweza kufanya hata ni ndani indo, kwanza weka ISO iwe 100 ili uone uwezo wa lensi kufungua mwanga ni ngapi, shutter speed umeregulate ni ngapi. Shutter speed itakuwa iko chini ya 100 ukiwa indo kwenye mwanga hafifu ni ngapi. Baada hapo nasema sasa nahitaji msaada wa ISO. Utaanza kwa just ISO kidogo unaipandisha 200, 300, 400, 500. Wakati huo be careful, unaangalia kama noises zina pick up zinakuwa nyingi kiasi gani. Lakini umekurupuka huko, aperture uliiminya iko 7 point something, utalazimika shutter speed na yenyewe kuipunguza chini, utapata blur. Alafu sasa kwa sababu akili yako inakutuma ni kuona tu display pale na imeng'aa, utajikuta ISO umeipandisha juu. Kwa hiyo una majanga mwanzo mwisho. Kwanza depth of field hautapata unayoitaka kwa sababu background itakuwa ina blur kama uko unataka yenye blur. Ukija kwenye shutter speed huku kuna picha images zitakuwa zinajivuta, hata kufanya slow motion itakuwa mbaya. Alafu mwisho wa siku ISO itakuwa iko kubwa, display ya kamera ni ndogo, hautaona noises. Umetoa hapa umekopa kwenye computer, unaweza kukuta kuna chenga za kutosha.
Sasa unahisi tu kuna kulogana hapa duniani, lakini umejiloga mwenyewe. Guys, tuko sawa? Ndio. Yeah, so anza kwa utaratibu. Vitu vyote viwe normal. Ukishika kamera cha kwanza, zima ISO iwe 100, alafu anza kufungua aperture. Seti vizuri, umeridhika, aperture umefungua mwanga wa kutosha. Mara nyingi aperture tunafungua mwanga wa kutosha. Cha kwanza kwenye aperture, fungua mwanga wa kutosha. Yaani ikiwezekana fungua mpaka aperture igote kwanza. Ifike mwisho. Alafu na shutter speed. Ukiwa na shutter speed ikiweka hivi liko sawa, mwanga bado uko sawa, uko mwingi, rudi kwenye aperture, adjust pale kidogo. Ukishatoka umeridhika, fresh. Umeona nimeadjust kule ISO, nimefungua mpaka mwisho aperture, nimeadjust shutter speed, mwanga bado hautoshi, unakuja nini kwenye ISO. Kwa Arusha hata mchana kuna mazingira kama mwezi wa 6 wangapi ule mawingu yanakuwa ya kutosha. Unaweza kuadjust na ISO kidogo, sema ngoja niende mpaka ISO 400. Sio mbaya. Issue kuwa na tahadhari usitengeneze noises. Na hiyo inategemea na kamera yako. Mimi nimefika mwisho na hapa ndo mwisho. Nitawatumia hii video kwenye group ili mambo yawe sawa. Kuna swali? Tunamaliza. Tunashukuru sana. Jamani, swali. Imeeleweka kwanza? Kabisa sawa. Kitu kinachofuata frame rate. Kesho. Taangalia cha kufanya. Basi poa.